Hizi ni jitihada za serikali kwa kushirikiana na chama cha mpira wa miguu wilaya ya Kilosa kuhakikisha vipaji vinaibuliwa na kuendelezwa. Na hapa ni katika uwanja wa mpira wa Behewa ambapo limeandaliwa bonanza la kuibua na kuendeleza vipaji vya soka kwa watoto wenye umri chini ya miaka 13 ambalo limeandaliwa na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kilosa kupitia kitengo cha sanaa, michezo na utamaduni, likiwa na lengo tajwa hapo awali kama anavyofafanua afisa michezo wa halmashauri hiyo. Kutoa hamasa kwa watoto wenyewe ambao wanacheza, lakini pia kwa walimu wao ambao wanawafundisha, kwa sababu walimu wamekuwa wakijitoa kuwafundisha watoto kila siku, lakini hawapati sehemu ya kwenda kujipima kwamba wamefikia kiwango gani cha ufundishaji wao. Kwa hiyo tukaona kama halmashauri ni vema tuandae tukio kama hili kwa ajili ya kuwasaidia na kutoa hamasa kwa watoto hao pamoja na walimu wao, kuona kwamba kwa namna moja au nyingine tunawaona wanachokifanya na tunathamini juhudi zao kuhakikisha kwamba vipaji vya halmashauri ya Kilosa kwa watoto hawa vinaendelea mbele. Kwa hiyo kama halmashauri tukaona ni vema sana tukiungana nao, lakini pia shukrani za dhati ziende kwa chama cha mpira wa miguu Kilosa KDFA. Walitoa wazo na sisi tukaona kama halmashauri tuunge mkono kwa moja au nyingine kuhakikisha kwamba hili tukio linafanikiwa. Kwa KDFA kwa moja kati ya washiriki wakubwa sana kwetu sisi na ofisi ya mkurugenzi kupitia kitengo cha utamaduni, sanaa na michezo. Kwa tunawashukuru kwa jitihada zao za kukuza vipaji vya watoto hawa wa mpira wa miguu. Bonanza hili limefanyika kwa ushirikiano mkubwa wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Kilosa KDFA, ikiwa ni sehemu ya kutimiza mipango mikakati ya chama hicho ya kukuza na kuendeleza vipaji. Ni bonanza ambalo limeibua vipaji vingi. Kimsingi tumeshuhudia vipaji vingi, na sisi kama kamati ya mashindano tumeona ni jambo jema sasa tutumie fursa hii kuhakikisha kwamba tunawapata vijana ambao wataenda kutengeneza timu ya wilaya ya chini ya umri miaka 13 ili tuweze kuwaendeleza kuweza kucheza mpira na kuwatafutia fursa mbalimbali maeneo tofauti na nje ya wilaya ya Kilosa, ili waweze kuzitumia hizo fursa kuweza kuonekana kuna namna moja ama nyingine, na waweze kupata hiyo fursa kuweza kucheza mpira na kubadilishana uzoefu katika hayo maeneo mengine. Bonanza hili limehusisha timu 7 kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya Kilosa, ambapo timu ya Kilosa Talent imekuwa bingwa, na huyu hapa ni kocha kikosi hicho akibainisha kiufundi siri ya kubeba ubingwa huo. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanza mashindano hayo salama na tumemaliza salama. Kikubwa ni mazoezi, yani watoto wamefanya mazoezi mazuri, maandalizi tu mazuri na ambayo yametufanya sisi kuchukua taji hili. Inaongeza motisha ili kuendelea kuwa vizuri zaidi ya hapa, kwa sababu mbele nadhani tena tutarudi tena, na tukirudi tena lazima tuitetee tena taji letu. Mashindano ni mazuri, tunashukuru sana kwa kuanzisha mashindano haya. Nadhani anazidi kuwajenga watoto vizuri na kujiona nao wapo katika sehemu ambayo yapo malengo yao yanakokwendea. Timu ya Omega Talents Academy ni miongoni mwa timu iliyoshiriki bonanza hilo kutokea Ulaya na kushika nafasi ya pili katika kundi B, na huyu hapa ni mwalimu wa kikosi hicho akibainisha faida za bonanza hilo kwa timu yake. Moja kabisa ambacho nimekuja kwamba kukipata, kwanza sasa mpira umekuwa una kasi, lakini mpira umekuwa kitaalamu zaidi, na kingine mpira umekuwa sasa unashikwa mkono na hii serikali ya awamu ya 6. Lakini kiufundi pia nimejifunza vitu kadhaa, hususan kama mimi natokea Ulaya, ukizingatia Ulaya ni mbali kidogo na hapa Kilosa hapa mjini. Kwa hiyo mimi nipo kule kabisa, niseme kwamba ni vijijini kabisa kule. Kwa nini nimejifunza? Nimejifunza kwanza namna ambavyo wenzetu mjini wanacheza mpira, namna ambavyo wenzetu mjini wanakuwa wapo full package. Kwa mfano unaona wenzetu wanakuja hapa moja kwa moja, wanacheza mpira mzuri, lakini pia inaonekana kwamba watoto wapo full dressing, unaona. Lakini pia vile unaona kwamba watoto unakuta wanakuwa wanajielewa kabisa kimchezo, tofauti na wazazi pia wana mapokeo pia, wazazi wa hapa wana mapokeo. Aidha, anatoa rai kwa wadau kuendelea kuwekeza katika mpira, ikiwa ni pamoja na kuziwezesha kiuchumi timu changa zinazoibua vipaji. Jambo la kwanza watusaidie kwamba tuaminike.
Wadau wa kwanza kabisa ni serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Timu nyingi ambazo za vijijini, hususan kama mimi nawakilisha Ulaya, lakini Ulaya kule pia kuna timu zipo. Hususan kama mimi nina timu kama hii ninavyosema, nina timu ambayo ni under 18, nina timu ambayo mpaka under 13. Maana yake ni nini? Lakini kuna wengine pia, lakini mimi hapa pia nina timu pia ya academy ambayo inahusiana na mpira wa wasichana, yani mpira wa kike ninayo kule. Wadau watusaidie nini hususan kama serikali ya Jamhuri ya Muungano? Cha kwanza waturahisishie mambo ya sisi tutambulike kimfumo. Yani tusajiliwe, tueleweke kabisa, tuaminike, ili iwe rahisi hata pengine kwa wawekezaji, iwe rahisi hata pengine tunapoingia kwenye sehemu fulani kuomba msaada fulani, kitu fulani, tuoneshe kwamba sisi kwetu tunaeleweka. Hata tunapokuja kwa wazazi wawe tuwe credible kwao, kwamba watuamini kwamba kweli wanafahamika kiserikali. Hilo la kwanza. Lakini pia la pili, ukiachilia mbali serikali ina mkono mrefu, serikali ipo kila mahali, lakini bado kuitegemea serikali peke yake sio kweli. Lazima kama wazazi pia watuamini sisi walimu ambao tunahangaika na hii tasnia ya mchezo wa mpira wa miguu. Lakini pia vile si wazazi peke yake, hata wadau ambao wapenda mchezo hasa mpira wa miguu, watu mbalimbali wanapenda mchezo mpira wa miguu, watu support. Kuna vitu wanaviona, kuna vitu wanaona kwamba hivi ngoja watu wa support. Kwa mfano wakati mwingine tunakosa mipira, kuna wakati tunakosa hata nimesema full dressing, kwa mfano jezi hatuna, vitenda kazi unakuta hatuna. Wapo wadau ambao wanakuja, watuwekezee, watuamini, watu support, kwa sababu mpira leo sikufichi ni ajira kubwa sana duniani. Ndio ajira pekee ambayo ni kubwa sana ambayo watu wanafanikiwa sana mpira wa miguu. Kwa hiyo hivyo watusaidie katika hilo.